ya maji. Taarifa ya chombo cha utoaji huduma ya maji ngazi ya jamii kijiji cha Keigani, CBOSO Keigani kwa mwezi Januari hadi Mei. Utangulizi. Chombo cha utoaji huduma ya maji ngazi ya jamii kilianzishwa rasmi mwaka 2022 kwa mujibu wa sheria ya huduma za maji na usafi wa mazingira namba 5 ya mwaka 2019 na kupewa leseni ya kutoa huduma na bodi ya maji. Aidha, chombo kimepewa mamlaka kumiliki, kupanga na kuendesha shughuli za kutoa huduma ya maji safi na salama katika jamii, hususan maeneo ya vijijini. Lengo kuu la msukumo huu wa kisera na kisheria ni kuongeza kiwango cha ushiriki wa jamii katika umiliki wa skimu za maji na huduma, hivyo kuimarisha ubora na uendelevu wa huduma za maji safi na salama pamoja na usafi wa mazingira vijijini. Chombo au skimu inahudumia wananchi wapatao 1227 kwa sensa ya mwaka 2022. Jumla ya watumia maji wa huduma ni 160 kwa sasa. Chombo au skimu inatoa huduma ya maji safi na salama kwa takribani masaa 4 kwa siku kila zoni. Chombo au skimu ina jumla ya watumishi watatu na wasimamizi wa vituo, yani DP wawili. Utoaji wa huduma ya maji. Skimu ya maji Keigani ina miundombinu ifuatayo: vyanzo chemchem za maji zilizopo Utende viwili, tanki 3 zenye ujazo wa mita kubiki 10 zipo 3, ambazo zote zipo kwenye usimamizi wa skimu ya Keigani. Makusanyo na maduhuli ya mauzo ya maji kwa miezi mitatu. Mchanganuo wa makusanyo na mahudhurio ya mauzo ya maji kwa kipindi cha mwezi Februari hadi Aprili 2025. Mwezi Januari matarajio ilikuwa tukusanye milioni 1,400,000. Makusanyo yakawa 940,500. Matumizi 760,000. Maelezo: kuto kulipa kwa wakati na elimu ya jinsi ya kulipa kwa control number, yani kwa wateja. Ndio maana milioni 1,400,000 tukapata 940,000 kwa sababu wateja walikuwa hawana ile elimu ya kulipa kwenye control number. Februari 27 milioni 1,400,000. Makusanyo yalikuwa milioni 2,543,500. Matumizi milioni 1,180,000. Ziada ni kutokana na makusanyo ya madeni ya muda mrefu. Machi 26 milioni 1,300,000 ilitakiwa tukusanye, tukakusanya milioni 1,227,000. Matumizi 985,000. Wateja walilipa bili ya mwezi husika kwa asilimia 98 bila madeni. Aprili 29 milioni 1,350,000. Makusanyo tukakusanya milioni 1,547,200. Matumizi milioni 1,200,000. Milioni 1,120,000, samahani. Ziada ni pamoja na makusanyo ya madeni ya nyuma. Mei milioni 1,340,000. Makusanyo 540,700. Makusanyo yanaendelea. Chombo au skimu ina jumla, yani balansi yetu ni milioni 2,763,640. Majukumu ya skimu yaliyotekelezwa kwa Februari hadi Mei. Skimu imetekeleza majukumu kama ifuatavyo: utoaji na usimamizi wa huduma ya maji kwa wateja wananchi maeneo ya kata ya Keigani. 2. Kufanya matengenezo ya kawaida na ya dharura kwa miundombinu ya usambazaji maji, usimamizi wa vyanzo vya maji na usafi wa maeneo yake. Namba 3. Kukusanya madhuhuri ya mauzo ya maji na madeni kwa asilimia 75 ya madeni yaliyokuwepo baada ya huduma ya maji. Namba 4. Kuwapa elimu wateja
jinsi gani ya kulipia huduma ya maji kwa kutumia mfumo wa control number baada ya kupokea madhuhuri au bili kwa mwezi husika. Namba 5, kuunganisha jamii na chombo hili. Namba 6, kuboresha huduma ya maji ya wananchi hasa wa Utenge. Malengo mapya ya mamlaka ya maji Kigani. Malengo yetu: kuongeza juhudi ya makusanyo ya mahudhurio ya bili ya matumizi ya maji pamoja na madeni, kwani hadi kufikia tarehe 30 mwezi wa 8 2025 mteja hatakiwi kuwa na deni kwa watakaofungiwa mita. Namba 2, kuongeza muda wa huduma ya maji kwa wateja. Maji ni muhimu, lazima tuongeze muda. Namba 3, kuwafungia mita wananchi wateja wote ifikapo tarehe 30 mwezi wa 8 2025. Namba 4, kila mteja ama mdau wa maji atatakiwa kuchangia ufungaji wa mita 25,000 na gharama nyingine skimu itaongezea. Yaani tutaongeza sisi hizo gharama nyingine. Lai, swala la mita ni lazima wateja wote kufungiwa. Namba 5, kuhimiza RUWASA kushirikiana nao ili kukamilisha ujenzi wa mradi mpya wa Kibaoni wenye uwezo mkubwa wa mita kubiki 150 ambao utakidhi kwa asilimia kubwa mahitaji ya maji kwa wananchi kata ya Kigani na maeneo jirani. Angalizo: chombo au skimu kinapenda kutoa angalizo na tahadhari kwa watumia huduma kama ifuatavyo. Namba 1, kutunza miradi ya maji. Jukumu la kutunza mradi ni la jamii. Kwa hiyo mwananchi au mtumia maji hatakiwi kuweka mifugo yake karibu na vyanzo vya maji au kupanda miti katika leni za maji, kwani kufanya hivyo ni kosa kisheria. Namba 2, kutunza na kutumia maji kwa ufasaha. Mwananchi au mtumia maji anakumbushwa kutunza maji kadri ya uwezo wake. Namba 3, mwananchi au mtumia maji haruhusiwi kuuza maji pasipo idhini ya chombo kibioso, kwani kufanya hivyo ni kosa kisheria. Huruhusiwi kumuuzia mtu mwingine maji, ni RUWASA tu. Namba 4, kuchimba kisima bila taarifa za ofisi ya maji, RUWASA au kibioso, kata ama kijiji, ni kosa kisheria na adhabu zake ni faini isiyopungua milioni 2 ama kifungo kisichopungua miezi 4. Yaani hata kama unataka kuchimba kisima ni lazima ufuate sheria ya mamlaka. Namba 5, kuhujumu miundombinu ya maji, kuiba maji, adhabu zake ni faini isiyopungua milioni 3 ama kifungo kisichopungua miezi 6 ama vyote kwa pamoja. Kuna wale watu tunawakatia maji, labda unakuta anaiba, faini yake hii hapa inajieleza, au unachukua maji pasipo kuja kwetu. Namba 5, kuhujumu miundombinu ya maji. Namba 6, kuto kulipa mahudhurio ya maji ni kosa kisheria, hivyo itapelekea kufunguliwa kesi mahakamani. Namba 7, kujiunganishia maji kinyume cha utaratibu. Adhabu zake ni kifungo cha miaka isiyopungua 2 ama faini milioni 12 ama vyote kwa pamoja. Pamoja na mafanikio, lakini pia tuna changamoto. CBOSO Kigani inakabiliwa na changamoto mbalimbali katika kutoa na kusimamia huduma ya maji safi na salama, kusimamia huduma ya maji na usafi wa mazingira. Changamoto hizo ni kama ifuatavyo. Namba 1, ufinyu wa vyanzo vya maji na miundombinu usambazaji maji. Hii ni kutokana na uchakavu wa miundombinu na kuongezeka kwa wakazi maeneo katika kijiji cha Kigani, hivyo utoaji wa huduma kuwa finyu. Changamoto ya pili, malimbikizo ya madeni kutoka kwa wateja kwa muda mrefu, hivyo kupelekea skimu kushindwa kujiendesha kwa ufanisi. Changamoto ya tatu, ufinyu wa utoaji taarifa kwa watumiaji wa huduma na elimu jinsi ya kulipa madeni kwa kutotumia control number. Mikakati yetu:
Mikakati ya kuboresha na kufikia viwango vya huduma ya maji inayotakiwa katika eneo la huduma ni kama ifuatavyo. Namba 1, Wizara ya Maji kupitia RUWASA inatekeleza ujenzi wa mradi mpya wa usambazaji wa maji Kibaoni ambao umefikia 35%. Kukamilika kwa mradi huu kutamaliza changamoto ya upatikanaji wa maji Kigani na maeneo ya jirani. Kutokana na ufinyu wa upatikanaji wa fedha, ujenzi utafanyika kwa kuzingatia miongozo ya fedha ya taifa. Hivyo ujenzi unaendelea eneo la Kibaoni ili lianze kupata huduma ya maji. Kuongeza jitihada za makusanyo ya mazuri ya maji na kukusanya madeni kwa kuwahimiza wateja kulipa ankara za maji. Pia ukataji wa maji kwa wateja wasiolipia huduma ya maji itaendelea. Naomba kuwasilisha.